ibadallah, niwausie kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani waja wa Allah tabaraka wa taala hata siku moja hawajapatapo kukaa katika nyumba miongoni mwa majumba matukufu wakawa wanahusiana jambo lilokuwa bora kuliko hili la kumcha Allah tabaraka wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kwa leo itakuwa vyema nikaanza kuisoma aya, hata kama si yote. Hiyo aya ambayo nitakayoisoma itakuwa ni jahazi ambalo litakalotusafirisha katika safari yetu ya kuieleza elimu. Allah tabaraka wa taala, moja ya maneno yake alisema, ni sehemu ndogo tu, alikuwa anasema hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katika aya hii, kabla ya kuifasiri, tukiingia katika maana, kuna tafsiri na kuna maana. Tukiingia katika maana, Allah moja kwa moja alikuwa anaonesha utofauti wa mtu ambaye anajua na mtu ambaye hajui, mtu ambaye ana utambuzi na mtu ambaye hana utambuzi. Watu hawa toka imeumbwa dunia ila qiyam saa, mpaka kiyama kitasimama, watu hawa hawawezi wakafanana. Ukubali ndo hivyo, ukatae ndo hivyo. Qur'ani haina kawaida ya kuogopa. Qur'ani ni kitabu sahihi, ndugu zangu katika imani. Basi aya hii itutengenezee msamiati elimu, ili mradi tukizungumza elimu kati yangu mimi na wewe, tuwe tumepata darsa tosha katika hutuba ya leo kwamba elimu ina maana gani, na mtu asipokuwa na elimu anakuwa na changamoto gani katika uelewa. Swali letu litakuwa linauliza kaifa yantafi'u almar'u bi'ilmihi wa kaifa yusamma huwa jahilan ba'da ilmi. Anasema vipi mtu atapata manufaa kwa elimu yake, kwa taaluma yake, na vipi mtu aitwe mjinga baada ya kuwa tayari ana elimu. Unapozungumza elimu, unazungumza ni kudhibiti kinachojulikana kwa upande ambao unaendana na uhalisia. Elimu ni kukidhibiti kinachojulikana katika upande ambao unaendana na uhalisia. Msamiati mgumu, tuvute taarifu ya Sheikh Hussein Hilali, asema al-ilmu alatul idraki wat tamyiz. Msamiati mfupi, elimu ni chombo cha utambuzi, ni chombo cha upambanuzi. Elimu ni chombo cha kuelewa na kupambanua majambo kwa lugha fasaha.